tumepata maagizo kwa tunafanya biashara ndani katika barabara, eneo la barabara, lakini sisi wengine tuko nje ya barabara, eneo mbali ya barabara. Lakini tumepata maagizo haya, tumeambiwa watu tutoshe meza zetu biashara zikae ndani. Sisi hatuuzi masuala ya rojo au mishikaki tukaribu biashara barabara. Sisi tunauza kina mikate na vitu akina electronic tunauza sisi na kuweza kuhifadhi mazingira ya barabara. Lakini ile agizo lilokuja limekuja kwa watu wote. Na sisi tumeondoka katika upeo wa barabara, tuko nje ya barabara. Lakini isitoshe vile vile na sisi kuja kutondosha. Huu unakuwa ni uonevu kwa sababu sisi wengine tuko katika mazingira ya ndani ya duka letu. Duka letu limevunjwa kwa sababu ya kupisha barabara. Na pia eneo tulikokuwa pia kuja kutufuata huko ili tuweze kuondoka. Kwa hiyo hii inakuwa ni uonevu, hatukuridhika nalo swala hili. Kwa sababu sisi biashara zetu sio za karibu barabara, sio za maji. Ingalikuwa za maji kweli, lakini sio za maji. Biashara zetu ni vitu vikavu, mikate tunauza masuala mapasi, tunauza masuala ya vitambaa hivyo. Kwa hatuwezi kuharibu mazingira ya barabara. Kwa kweli hatukuridhika nalo kwa tulifanywa. Kwa sababu tulipovunjwa hapa tuliambiwa tutalipwa, lakini matokeo yake hatukulipwa. Wamelipwa watu fulani wale watatu tunawajua sisi hapa kwa pesa zilizokuwepo, sengine tumampa pesa kana mkurugenzi kana naibu ala sijui waziri kana nani, kwa hiyo tumeenda maji. Kwa hiyo hatukupendezana nao. Na hii si mara ya kwanza. Hii mara ya pili, mara ya tatu, na swali linakuwa endelevu. Tunadhulumika, mwisho wa siku tunajua kuonewa tena hapa na kuvunjwa tena. Kwa hatukuridhika. Kwa kweli ndugu mtangazaji, mimi hili sijalipokea vizuri. Kwa sababu ukiangalia hapa baba yao imeishia hapa. Tumeambiwa turudishe nyuma, biashara ya mikate ikae ndani. Yaani sielewi kwamba ni tutafanyaje biashara ya mikate udaweka ndani. Tunafanya biashara pembezoni kwa kutokana na kwamba hali yenyewe ya kiuchumi ni ngumu. Tukiangalia ukienda kukodi milango yenyewe ina bei, inabidi tu mtu uombe kwa mtu japo upate kuegesha kwenye ukuta wake ili kusudi upate kujikimu kimaisha angalau. Tulikuwa tunaomba serikali, tumeshafuata vigezo vyote, tumepima afya, tumekata pia leseni, tunavaa makoti, wajasiriamali tunaofanya jishughulisha na kuuza chakula. Kwa tunaomba tu mtuangalie kwa jicho la huruma. Lakini lengo ni kuweka haiba nzuri ya barabara zetu. Lakini pia hizi barabara bado tunajenga, bado watu tunaongezeka. Nataka tuje tuzipanue miaka ijayo. Wenzetu watakao kuwepo. Sasa kuja kulipa, hivi vibanda vinaanza vibanda, baadaye zinakuwa nyumba kama hizo. Kibanda cha shilingi 200,000 kinafika mpaka bilioni 2 maeneo haya. Kwa hiyo sisi kama wakala wa barabara, watu wajua sisi sio manispa. Sisi ni wakala wa barabara ambao tunashughulika barabara zote, kila uchochoro wa barabara unaoona chini yetu. Hatutakubali mtu yeyote kujenga sio kibanda tu, hata nyumba au kufanya biashara kwenye maeneo ndani ya hifadhi ya barabara. Tunawakaribisha kwa ajili ya kuweka bustani nzuri. Weka bustani lakini usijenge kibanda. Weka bustani, uza vitu vyako, hakuna shida, lakini sio kujenga kitu kikubwa au kupanda majiti makubwa kwenye maeneo haya. Kwa wananchi tu wajue kwamba hatuko tuna nia mbaya, lakini nia yetu ni njema. Kwanza kuweka nchi yetu katika usafi, lakini kuwekea tena serikali usitumie gharama kubwa kwa ajili ya kulipa fidia, kitu ambacho inapunguza hata kwanza ukubwa wa barabara. Watu wengi bado wanahitaji barabara, lakini ile fidia unaweza kuikuta ni kubwa kuliko ujenzi wa barabara. Kuna maeneo mengi mpaka sasa tunashindwa tufanyeje, maeneo ya kwenda Bububu. Barabara ile ni njia 4, lakini mkandarasi tumempa, tunashindwa kumpa kwa sababu watu wamevamia. Kwa hiyo zoezi hili linaendelea mpaka mwisho, yani mwisho wa uhai wake. Mtu akifa barabara anaziheshimu na wanaokuja waendelee kuziheshimu. Mtu akitaka kujenga aje wakala wa barabara, tutampa mtu amuelekeze, lakini haturuhusu kujenga nyumba. Wajue sisi tunataka eneo letu liwe safi. Lakini jingine, barabara hii na baadhi zingine imejengwa visiki ya maji, napata funikwa. Watu wasitupe takataka huko. Sasa takataka mwisho utaziba, maji yaingie kwenye majumba yao, waanze kulalamika. Barabara imejengwa na mtaro. Kwa hiyo tuhifadhi, tutunze. Barabara ni zetu, sio za wakala wala serikali. Watu wajui serikali ni nani. Serikali ni mimi na wewe na yule. Nafahamu hiyo, wananchi mlioko mbele yao. Kwa hiyo hizi barabara zinajengwa kwa pesa yetu wenyewe.
Kwa tunajiharibu wenyewe, hatuwezi tukakubali. Sisi tunawakilisha tu kama viongozi, tunawalindia. Mita 15 barabara kama hiyo, uache mita 15 ndio itafute. Mita 15 maana yake hiyo nyumba tutaondoa. Na huruma inapitika tu kwa sababu serikali yenyewe, lakini inategemea. Sheria ni ya zamani, utekelezaji sasa ndio huu unakuwa unachelewa. Kwa hiyo fidia kwanza, ndani ya hifadhi ya Baro kijenga hakuna fidia. Wajue kabisa wananchi. Na kama amepimiwa na manispa na nani anahatimiliki, tunavunja manispa au nani anampimia atakwenda kumdai yeye. Na tunaona sheria sasa hivi ukivunja tunakupa notice, hujatoa tunakuleta mahakamani. Kwa hiyo tunamfunga na tunavunja na eneo hilo. Na analipa na gharama za uvunjaji. Nafikiri yale mazoea tu, unajua, kutoka kama samaki kumtoa kwenye maji ukamweka juu hapa. Kwa sababu amezoea kwenye maji. Tutazoea tu hawa vijana wadogo hawa baada ya miaka 30 kama tunakwenda. Watazoea hawa, wataona ni desturi, kumbe hairuhusiwi. Lakini sisi ambao tunaona sasa tumekuwa sisi wazee kama sisi hawakemewi, wanaona ni jambo kama wanaonewa. Hakuna anayeonewa, ni sheria hii. Hii ni sheria. Hatujivunjii tu sisi. Hii ni sheria. Ingekuwa naambiwa mita 2 kutoa wala nani asingekuwa, lakini 15 tunaitafuta hiyo. Na tunawahi mapema kwa sababu hata walojenga wameanza kama hivi. Lakini bahati mbaya au nzuri wengine anaweka na maskani ya bendera. Iwe kinga, sisi hatuangalii maskani wala nini, uko kwenye eneo tunakuondoa. Ni hivyo tu. Wananchi ile fidia kulipwa, yani wewe ni bahati yako. Utaki ulipwe hata fidia. Kwa sababu uko kwenye eneo la hifadhi, wewe sawa na kiwanja chako, unakuja mtu anakuvamia, alafu mlipe, inakuja akilini kweli? Yaani na eneo lako unalishughulikia, anakuja mtu anajenga, unalihitaji, unaambiwa mlipe kwanza. Sisi haiko hivyo. Kwa hiyo tabia inaisha, hatufuati tena hiyo. Hatutakuwa na huruma tena.